Hawatafanikiwa, sisi tutapinga. Huu ndio wakati wa kuanza maandamano. Tutafanya maandamano zaidi, na kama Rais Tshisekedi yuko tayari kuua kama ilivyotokea kwa Terese Kapangala na wengine waliouawa, basi atawajibika kwa hilo. Mimi namshauri Rais Tshisekedi ni bora aondoke bila kuwa na damu mikononi mwake, kwa sababu mtu anapokuwa na damu mikononi, baadaye anapoondoka madarakani, jambo hilo huacha doa kubwa ambalo ni vigumu kulifuta. Ninampa tena ushauri Rais Tshisekedi. Alisema kwamba ikiwa wananchi watamwomba abaki, basi atabaki. Lakini wananchi wamesema hapana kwa Rais Tshisekedi. Tunapaswa kuachana kwa amani. Ataendelea kuwa rais wetu wa zamani, atastahili kuwa seneta wa maisha, na hapaswi kuwasikiliza hawa washauri wabaya. Wengi wa washauri hao wabaya pamoja na hao wachungaji matapeli ni wale wale waliotaka kumpotosha Rais Kabila wakati ule. Kwa bahati nzuri alikuwa na hekima. Kiongozi lazima aangalie maslahi ya wananchi. Mabadiliko ya katiba ndiyo chanzo cha mateso yanayowakabili wananchi wa Kongo leo.